Mungu akubariki sana kwa kufika kwenye nyumba ya Mungu. Tunajisikia vizuri kuwepo hapa na tunajisikia fahari kuwa na wewe katika nyumba ya Mungu. Biblia inasema wanapokusanyika 2, 3 kwa jina lake, yeye yuko katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na sisi ni zaidi ya 2, ni zaidi ya 3. Mungu ametupa neema ya kukusanyika na kuomba. Haleluya. Haleluya. Leo ni kuomba watumishi wa Bwana. Tunamshukuru Mungu kwa kibali alichotupa. Tumekuwa na series ya ibada. Tulianza wiki iliyopita Alhamis, tukakusanyika mahali hapa Jumamosi, tukakusanyika mahali hapa kujifunza kwa kina kuhusu ibada. Na kile ambacho kinaendelea leo ni muendelezo tu wa pale ambapo tumefikia. Bwana Yesu asifiwe. Muendelezo wa pale ambapo tuliishia, tunaendelea. Kwa hiyo yale ambayo tulifundishwa Jumamosi, leo tunaanza kufanyia practice yale ambayo tumejifunza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi tumshukuru Mungu kwa neno, tuendelee. Baba, ninakushukuru. Asante kwa neema ambayo umetupatia. Asante kwa neema ambayo Baba umetupa kukusanyika watoto wako katika nyumba yako. Tunakufurahia, tunakupenda, tunakushukuru kwa kuwa Biblia inasema tunapaswa kufurahia tunapoenda nyumbani mwa Bwana. Nasi mioyo yetu ina furaha, ina shangwe, ina tumaini kwa kuwa tuko katika nyumba yako. Libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako wewe Mungu wetu. Maana upo pamoja na sisi, na kile ambacho mioyo yetu ina shauku ya kukipokea kutoka kwako Bwana, tutakipokea. Na ile nguvu Mungu ya kukaa magotini iko katikati yetu Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, katika jina la Yesu. Amen. 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 Kwa majina ninaitwa Nora Bernard, kwa msionifahamu. Na Mungu alitupa neema ya kuwa na huduma inaitwa Kingdom Investors 2023 22-23 Mungu alitupa neema hiyo. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa hiyo neema ya kumtumikia yeye. Na kusudi kubwa la Kingdom Investors Tanzania, hii sio huduma ya kuonekana sana mbele za watu. Kuna watu walikuwa wanatuuliza mbona tunaona tu posters lakini hatuwaoni nini mnafanya. Yaani hatuelewi exactly kile ambacho Mungu amewapa. Kitu ambacho Mungu ametupa exactly kabisa kama base ni huduma ya maombezi na maombi. Mungu alituita kwa kazi hii ya kuomba kwa ajili ya kanisa la Tanzania na kwa ajili ya mwili wa Kristo plus taifa la Tanzania. Kwa hii ndo agenda ambayo Mungu ametupatia sisi kama Kingdom Investors Tanzania. Ni mara chache kutukuta mbele za watu tukiwa tunafanya kama hivi kukutana, lakini hiki ambacho tunakifanya leo ni mjumuiko wa ratiba nyingi sana ambazo tumekuwa tukizifanya tangu mwaka jana mwezi wa 6 mpaka leo tunamaliza nguo yetu ya timetable yetu, tunaanza timetable nyingine. Kwa unyenyekevu tunamshukuru Mungu kwa kutupa huu mzigo wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wale katika mwili wa Kristo wanatangulizwa, wataonekana mbele, watatumika, tunawafurahia. Lakini kuna wengine Mungu amewapa neema hiyo ya kusimama kuchochea ili wale ambao Mungu amewapaka mafuta ya kusimama na kuzungumza na watoto wa Mungu, kile ambacho Mungu amekikusudia kionekane kwenye maisha yao kionekane. Na kama Biblia inavyosema kwamba sisi ni viungo katika mwili wa Kristo Kwa hiyo hauwezi ukangangania kuwa macho, hauwezi ukangangania kuwa nini kinaonekana haraka, pua, hauwezi ukangangania kuwa shingo. Kama Mungu akikukusudia wewe kuwa mgongo, kazi yako ni kuwa mgongo, unaifanya kwa uaminifu. Kama Mungu amekukusudia wewe kuwa kucha,
siku ung'oke hiyo kucha uone uchungu wa kupoteza kucha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kutupa hii neema ya kumtumikia Mungu behind the scene, naweza kusema. Haleluya. Haleluya. Na tunajisikia fahari tunapoona watumishi wa Mungu na kanisa la Mungu likiwa linapiga hatua. Tunajisikia fahari. Tunajisikia kutiwa moyo, tunajisikia kutiwa nguvu. Na kitu kikubwa ambacho Mungu aliweka kwenye mioyo yetu ya kwamba kuna uvuvio na uamsho mkubwa sana ambao Mungu ameukusudia East Africa na sisi tukiwemo. Na kitu ambacho Mungu alituambia, jiandaeni kwa ajili ya huo uvuvio. Sasa inawezekana sisi tunaweza tusije tukaonekana kwenye vitu vitakavyoonekana, lakini kama wakina Hana binti Fanuel ambao waliatamia ujio wa Yesu, ndio tumewekwa hapo na kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo unakuwa safi. Ni kama kazi ya kufua mavazi ya kanisa la Mungu. Mfuaji dobi haonekani, lakini tunaona nguo ni safi, si ndio? Kwa hiyo hii pia ikutie moyo, kama Mungu amekuita kwenye huduma au kitu ambacho hakionekani mbele za watu, ufurahie Mungu na umshukuru Mungu, na taji yako ni kubwa mbele za Mungu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kutumika pamoja na sisi, na Mungu awabariki. Na lengo lingine la hii huduma ni kuzalisha au kuzaa watu ambao watakuwa na mzigo na ufalme wa Mungu katika maeneo tofauti tofauti. Eneo la kwanza, kuzalisha watu ambao watakuwa na mzigo kwenye eneo la intercession, maombezi, kuomba kwa ajili ya ajenda za ufalme wa Mungu. Ni rahisi kukusanyika tukisema tuombee ndoa, tuombee uchumi, tuombee kitu fulani, si ndio? Nani anataka kuolewa? Nani hataki hela? Tukisema hapa tuseme tuombe kwa ajili ya hela, uchumi na nini. Hivyo ni vitu vyema, ni vizuri. Lakini focus kubwa pia tupate wale watu, na ni jambo jema kuomba kwa ajili ya mahitaji. Lakini Mungu ainue watu ambao watakuwa na mzigo kwa ajili ya taifa la Tanzania. Watakuwa na mzigo kwa ajili ya kanisa la Tanzania. Watu ambao hawatalala, watamlilia Mungu mchana na usiku kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo unafanyeje? Unakuwa imara. Kwa sababu waliotangulizwa wakipigwa, sisi hatuna kitu tunaweza tukafanya, si ndio? Kwa hiyo ni lazima watokee watu, wazalishwe watu ambao watakuwa na mzigo na uchungu na kanisa la Mungu. Na kama ambavyo kwenye kitabu cha Mika sura ya 4 kinavyosema, inaportray picha ya kanisa la siku za mwisho, kwamba kanisa litakuwa ni mlima, utainuliwa kuliko vilima vyote, itakuwa ni sehemu ambayo watu watakimbilia. Tunatamani kuona kanisa la Tanzania, mwili wa Kristo wa Tanzania ndio umebeba majibu. Hata serikali inakwama sehemu, inakimbilia kwenye mwili wa Kristo. Tunataka majibu, tumekwama hapa. Kanisa linatoa maamuzi ya nini kitokee na nini kisitokee katika hii nchi. Kwa lazima wawepo watu ambao watasimama huku nyuma kumlilia Mungu, ili Mungu azae watu wa namna hiyo. Kwa kusudi letu ni kumlilia Mungu awazalishe pia wana maombi watakao simama kwa ajili ya kanisa la Mungu, lakini pia kuzalisha watu ambao watainvesti kwenye ufalme wa Mungu kwa fedha zao, kwa akili zao, kwa profesheni zao, na kuto kupata shida kumhubiri Yesu hata katika maeneo ambayo Mungu amekuweka katika career yako, katika chochote kile. Haya ndo makusudio ambayo tunayafanya. Kwa hiyo tunawakaribisha tena sana. Unaweza ukamsalimia jirani yako, jamani. Salimie. Amen. Okay, tutaenda kwenye neno la Mungu kwa ufupi, then tutaomba. Kama nilivyosema, leo tumekusanyika kufanyeje? Kuomba. Wangapi wako tayari kuomba? Amina. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 17 tutasoma. Bwana Yesu asifiwe. Dhimi yetu ya mwaka huu wote, sio tu kwa ajili ya ibada, ilitoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 14 hadi 17.
kuanzia mwaka jana mwezi wa 6 mpaka hapa tumefika. Hii ndio imekuwa dhima yetu ambayo tumetembea nayo. Na kuna vitu 4 ambavyo vimezungumzwa na mtumishi wa Mungu Paulo katika hili neno. Kitu cha kwanza, Paulo anazungumza ya kwamba Mungu anatuongoza katika ushindi kupitia Kristo Yesu. Kwa kuna uongozi wa Mungu kuelekea kwenye ushindi. Na hii simply inamaanisha kwamba ni kazi ya msalaba. Kwa sababu Yesu ndio ametuconnect na Baba. Na Biblia zingine, version nyingine zinasema kwamba sisi ni kombe la ushindi la Mungu kupitia Kristo Yesu. Yaani Mungu akitutazama sisi, we are the trophy. Sisi ni kombe. Watu wakienda kushindana mahali, kinachowaonyesha kwamba wameshinda ni lile kombe, si ndio? Kwa hiyo ukiliona kombe kwenye ofisi yako, hii inaashiria kwamba ofisi hii ilishinda mchezo fulani. Kwa hiyo kwetu sisi, Mungu akitutazama, we are the trophy. Sisi ni kombe la ushindi kupitia Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake sisi ni ushahidi wa ule ushindi ambao Yesu ameuleta kwenye maisha yetu. Hii inamaanisha Mungu akimtazama Nora, hamuoni Nora kama Nora. Anaona kombe la ushindi, ya kwamba wewe ni kielelezo cha kwamba kuna mashindano yalifanyika na ushindi ukapatikana. Ushindi tutajuaje kama hii ofisi labda NMB imeenda kwenye riadha, wameshindana ile kikazi? Tutajuaje kwamba wameshinda? Tukiingia ofisini tunaona kombe. Kwa hiyo Mungu akitutazama sisi, anaona ushindi ulioko ndani ya Kristo Yesu. Anaona matokeo ya kile Yesu amekifanya. Hakuoni wewe na dhambi zako, anakushangilia. Ndio maana Biblia inasema anatushangiliza katika ule ushindi ambao tumeupata kupitia Kristo Yesu. Kwa hiyo Mungu akikutizama, iko ni kitu cha kwanza tunakiona. Hakuoni Nora, anauona ushindi uliopatikana kupitia Yesu. Wewe ni alama ya ushindi uliopatikana kupitia kazi ya msalaba. Bwana asifiwe. Mimi na wewe tu alama ya ushindi iliyopatikana kupitia kazi ya msalaba. Hii ikubadilishie mtazamo wako unavyojiona. Kuna namna tunajionaga kama tumekuja kupoteza muda duniani, au muda mwingine unajiona mimi nimekuja tu kusindikiza wenzangu, sina chochote ambacho naweza nikakifanya. Lakini Paulo anatukumbusha, anasema ya kwamba Mungu akitutazama, anawaona watu ambao wameongozwa kwenye ushindi kupitia Kristo Yesu. Maana yake nini? Wewe ni kombe la ushindi. Wewe ni fahari ya Baba kupitia Kristo Yesu. Wewe ni alama ya kile ambacho Yesu amekifanya msalabani. Kitu cha pili tunachokiona katika hii mistari tuliyosoma, tunaona Mungu anatutumia hawa ambao ndio kombe la ushindi, ndio alama ya ushindi uliofanyika pale msalabani. Kitu cha pili Paulo anasema, tunaona Mungu anatutumia kusambaza harufu nzuri ya Kristo. Okay. Kwa hiyo mimi sio tu alama ya ushindi, lakini katika hiyo alama ya ushindi au hilo kombe, Mungu anaitumia hilo kombe la ushindi na hiyo alama ya ushindi inatoa harufu. Yaani maana yake kama tukiiweka kwenye ofisi, mtu akiingia ofisini anagundua uwepo wa Mungu mahali hapo. Bwana asifiwe. Light, naomba chupa ya maji hiyo ndogo hapo. Cha kwanza, sisi ni fahari yake, unaonekana ushindi kupitia Kristo Yesu. Cha pili, haishi tu kutuona kama fahari yake kupitia Kristo Yesu,
anatumia hizo fahari, hizo makombe, hizo trophy. Thank you. Anatumia hiyo fahari, hilo kombe la ushindi, anaitumia kusambaza harufu ya Kristo. Maana yake Yesu amekufa msalabani, ameshinda. Tuashumu hii ndo kombe la ushindi. Sawa. Kwa hiyo Mungu akitutazama amuoni tena Nora, anaona ushindi. Mungu akikutazama wewe anaiona alichofanya Yesu. Ameiweka hapo. Cha pili, Paulo anasema sio tukaiweka hapo ikae bure. Anatumia hii kusambaza harufu ya kumjua Kristo. Okay. Ili kombe la ushindi tunaashumu kwamba limetengenezwa kwa namna ambayo ndani yake kuna harufu. Ndani yake kuna manukato. Si ndio? Kwa hiyo wewe sio tu fahari ya Mungu, lakini anataka kutumia kilichomo ndani ya kwako wewe kwa ajili ya watu wengine. Anataka kukutumia na kilichomo ndani yako kuisambaza ili watu wengine wasikie hiyo harufu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea katika lugha nyepesi sana ili tukienda kuomba tujue tunaomba nini. Ni jambo moja kuokolewa na wewe kuwa alama ya ushindi. Tumejifunza vizuri sana kwenye worshipers talk. Jambo la pili, Paulo anasema Mungu anatutumia kusambaza harufu. Maana yake kama utafungia perfume chupa juu, itabaki kuwa perfume, lakini hakuna ambaye atasikia harufu, si ndio? Wajibu wa kufungua chupa na kuiruhusu perfume harufu ya manukato yanukie ni nani? Ni mimi. Bwana asifiwe. Iko ni kitu cha pili. Anasema anatutumia kusambaza harufu ya ufahamu wa kumjua Kristo. Kitu cha tatu, anasema hajatufanya tu, hatutumii tu kusambaza harufu, ametufanya kuwa hiyo harufu. Mungu ametufanya kuwa hiyo harufu ya kumjua Kristo. Maana yake kwenye kitu cha pili alisema anatutumia, yani wewe ni kama chombo. Mungu anakutumia tu, si ndio? Alafu kingine anaendelea mbele anasema sikutumii tu kama chombo, wewe ndio hiyo harufu. Okay. Hii chupa inaitwa chupa ya maji kwa nini? Kwa sababu ina maji ndani. Kwa hiyo ndio inaitwa chupa ya. Okay. So, ukitoa hii chupa tukiweka maji peke yake, tutaweza kudescribe kwamba hii tutaipata thamani ya hii chupa. Ndio kitu ambacho Mungu anakisema. Ya kwamba sija kufanya tu uwe chupa ya manukato. Ya kwamba wewe umbebe Kristo kwenye maisha yako, nimekufanya kuwa huyo Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekufanya kuwa Kristo mwenyewe. Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba mkikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yenu, we are inseparable. Hatuwezi kutengwa. Mimi ni wewe na wewe ni mimi. Hii inayomaanisha ni kwamba wewe ni Kristo unayeishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tulifundishwa na Apostle Musioka kwamba watu hawatatafuta tena wakamtafutia Yesu alipo. Wewe ndio yule Yesu wanayemtafuta. Inamaanisha kwamba ndani yako yuko Yesu aonekane. Ukikutana na Nora tukutane na nani? Na Yesu. Kama tunaitafuta harufu ya Kristo, tusimwangalie tu mbebaji harufu, tukutane na Kristo. Ndio kitu ambacho Paulo anakizungumza. Mnanielewa? Kitu cha 4 cha mwisho amezungumzia lengo la hayo manukato. Amesema hiyo harufu nzuri au hayo manukato
yanaenda kwa waliookolewa na wanaopotea. Kwa wanaopotea kwao wanaona ni kero, kwa wanaookolewa kwao ni uzima na ni faida. Sasa tumekuwa katika maisha ambayo kuna watu wanapakaga perfume, si ndio? Tukiwa tunaishi, mtu amenunua perfume yake labda very expensive, kajipulizia, katokea hapo. Wewe tu kwa matatizo yako binafsi haupendi harufu, ikakukera. Kinachokukera ni kwa sababu wewe huipendi tu hiyo perfume, hata kama ameinunua kwa gharama kubwa, si ndio? Ndio kinachotokea kwetu sisi tunaomjua Mungu. Maisha yetu yamefanywa kuwa manukato, harufu nzuri. Watu ambao hawamjui Mungu wakiona na watu tunawachosha kwa sababu hawajaona uzuri wa hiki kitu ambacho tumekipata. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo in summary, kitu ambacho Paulo anakisema, Paulo anasisitiza ya kwamba sisi sio tu wabeba manukato ya Mungu. Sisi ni hayo manukato yenyewe. Na Mungu anatutumia maisha yetu sisi ambao tumefanyika kuwa wabeba manukato na manukato yenyewe, watu wengine wasikie hiyo harufu nzuri. Kwa maana nyingine inamaanisha kwamba Yesu kukufia wewe msalabani na kukugeuza maisha yako, una jukumu la kufanya. Namba moja, kutambua kile ambacho Mungu amekifanya kwenye maisha yako, kwamba mimi sio Nora tena. Mimi ni kombe la ushindi la Mungu kupitia Kristo Yesu. Nikienda kuomba, ninavyoishi, mtazamo wangu unatakiwa ubadilike, nifananie huo uhalisia ambao Mungu ameniumbia. Siendi mbele za Mungu kama ebega, siendi mbele za Mungu kama ombaomba. I'm the trophy. Mimi ni ushahidi wa kile Mungu alisababisha kitokee. Nikiingia kuomba, ninasimama kama ushahidi wa kile ambacho Mungu alitaka kitokee. Bwana Yesu asifiwe. Ninapopitia changamoto kwenye maisha yangu au ya wokovu, sitakiwi nijione kama takataka au nini. I'm a trophy. Mimi ni kombe la ushindi. Mimi ni ishara ya ushindi. Kuna wakati tunaendelea kujifunza katika Mungu. Kuna wakati huwa nasimama mbele za Mungu, namwambia Mungu, nakukumbusha tu, namwambia Mungu, nakukumbusha, wewe sawa twende tu, lakini kumbuka mimi ni ile alama uliiweka. Ukinitazama mimi umuoni tena Nora. Unaona ile kazi yako ya msalaba, unaona ushindi. Kuna wakati inabidi tuyakumbushe mpaka magonjwa. Sikia mkwambie, hii ni alama ya ushindi wa Kristo. Kuna wakati hata kelele za mambo sijui ya ukoo yamefanyeje, unayakumbusha, mimi sio Nora Bernard tena. Mimi ni Nora Bernard wa Yesu. Nimebeba hii trophy ya Kristo. Maana Mungu hatutazami tena. Sasa bado haitoshi kumbeba Yesu. Haitoshi sisi kama Wakristo na mwili wa Kristo kubeba Yesu. Maana wanafunzi wa Yesu walimbeba Yesu, na dhoruba ilipokuja walisahau kama wamembeba Yesu. Na ndio maana Yesu akaona isiwe shida, mimi nitakaa ndani yenu. Maana yake nitadissolve. Wewe utakuwa mimi, mimi nitakuwa wewe. Ndio maana kuna sehemu Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba kwa neno lako, kwa maneno yenu, sio kwa neno langu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko katika majira ambayo tuna kazi ya kuhakikisha tunajivunia, tunawaonyesha ulimwengu kile ambacho Yesu amekifanya kwenye maisha yetu. Tuna kazi ya kuishi kama makombe ya thamani, ya kwamba you see I'm the work of the cross. You see I smell good. Ninanukia vizuri. Mimi ni kombe. Hata kama hatutasema, uwepo wetu pale umetosha kujitambulisha kwamba sisi tumebeba ile alama ya Kristo.
Na haijatosha hapo, anasema na tumebeba hii harufu nzuri. Maana yake kama uwepo wetu mtu hata unotice kwamba Nora amesimama pale, harufu haizuiliki. Harufu inasambaa. Harufu inapenya hata kama utaki. Unataka utaki utasikia. Si ndio? Huo ni wajibu wetu kama Wakristo. Bahati nzuri au mbaya, tumekuwa kanisa ambalo tumeamua kutumika kuwa carrier of Christ. Tumekuwa wabebaji wa Yesu. Hatujataka tuingie humu tuitwe chupa ya maji na sio chupa peke yake. Hatujataka kuvunjika mbele za Mungu na kuruhusu yale mafuta ambayo ni Yesu ndani yetu yafurike, yaonekane kwenye maisha ya watu. Tumekuwa na Wakristo ambao they are fake. Ni rahisi mtu kunena kwa lugha hapa mpaka kesho. Amekuwa carrier of the tongue, mbebaji wa kunena kwa lugha. Lakini hatuoni lile kusudio la kuwa mashahidi wangu. Haipo. Na ndio maana shetani anatupiga kama mwili wa Kristo. Anatukandamiza kama mwili wa Kristo because we are fake. Hatujaubeba ule uhalisia wa Kristo. Ni ngumu mtu kujulikana ya kwamba wewe umeokoka nowadays. Kama wakina Petro waliweza kuwaspoti kwa wokovu kwa kutembea na kuongea. Nowadays, usipojitambulisha ya kwamba mimi nimeokoka, mtu anaweza asijue kama umeokoka. Kama wakina Petro kwa kutembea kwao tu na kuongea akasema wewe unaongea kama yule, usitutanie. Ni ndugu yule, mnajuana. Hamna kukimbia hapa, unakataa lakini ni wewe Petro. Alikubali ile harufu ya Mungu, harufu ya Kristo imumunyuke ndani yake. Ikadhihirika. Hatutamtafuta Yesu kwa kupekua hivi kama tukikubali kuwa genuine Christian. Maisha yatakuwa mepesi watu wa Mungu. Injili itakuwa nyepesi watu wa Mungu. Kwa sababu tayari umesha dissolve ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Manukato ni harufu inayonukia vizuri. Manukato ni harufu inayonukia vizuri. Jiwekee swali wewe binafsi. Kama Paulo anazungumza ya kwamba sisi tu manukato ya Kristo, maana yake maisha yako, mwenendo wako, unavyotembea, unavyoishi, unavyohusiana na watu, unavyosamehe, unavyopenda, unavyotoa, chochote unachokifanya kwenye maisha yako kinatoa harufu nzuri kwa mtazamio wa Paulo. Sio ukiomba unatoa harufu nzuri. Ukiongea na Ruta unaongea na harufu nzuri. Judy anageuka inakuwa uvundo. Harufu nzuri tukiwa hapa tunaomba wote tumejaa neno. Tunaomba tunanena kwa lugha. Ukiwa kazini, harufu nzuri hata sirini ni wewe unasaidisha vitu vitoke ambavyo kinyume na utaratibu wa kazi yako. Harufu nzuri tukiwa kwenye makusanyiko ya kusifu na kuabudu. Pale kila mtu ana Roho Mtakatifu. Tumeuliza swali juzi na Apostle Dani. Katuuliza hivi, tunamjua Roho kweli au hatuko serious? Yaani tukiwa hapa tutanena, tutagaragara, tukitoka pale unakinywa kichafu. Kwa hiyo wewe umebeba nini humo ndani? Sisi tu harufu nzuri. Leo tunaongea mambo mepesi tu. Sisi ni harufu nzuri watu wa Mungu. Kama kuna kitu tunatakiwa tujitie bidii kuhakikisha kwamba popote Mungu ametupanda anaonekana tu Yesu. Anaonekana tu Yesu.
Kama kuna gharama tunatakiwa tuilipe ili injili iwe rahisi, lazima tukubali kuyeyuka. Tugeuke. Ile perfume unajua ni nini? Physics ni nini ile? Ni nini inaitwa? Ni kama what? Yani sio maji. Ni kama kitu kinatoka hivi, hakitoki sana lakini influence yake ni kubwa. Ni kama hewa, sijui imejazwa mle kwenye kile kidude, ukipuliza zingine ni maji lakini zingine ni kama hewa, ukipuliza inatoka kama hewa spray. Tunapaswa kuwa hivyo. Maana yake wewe na Kristo mle ndani kuna mchanganyiko wa maua, kuna mchanganyiko sijui wa nini. Ukipuliza perfume huwezi kujua hii sasa hivi ninayoisikia ni harufu ya maji. Hii sasa hivi ninayoisikia ni harufu ya ethanol. Tukipuliza perfume tunasikia nini? Harufu ya nini? Ya perfume. Tunasema huyu amepaka sio perfume fulani inanukia vizuri. Lakini maisha yetu yamekuwa, unajua hii ni maji. Sasa hivi hiki kinachosikika ni maji. Sasa hivi hiki kinachosikika ni alcohol. Sasa hivi kinachosikika ni ethanol. Lazima tukubali to dissolve ndani ya Kristo. Kanisa la Mungu, hatuna ujumbe mkubwa sana wa kusema tutatishana sana na mafunuo mengi sana. Tukubali to dissolve, tuyeyuke ili injili ya Yesu iwe rahisi. Tumejaza uvundo. Tumekuwa Wakristo ambao ni uvundo. Na mwisho wa siku mwili wa Kristo unakuwa kama nini? Uvundo. Tumebaki kubeba title, waliookoka, walokole, wanaonena kwa lugha, lakini hakuna harufu nzuri. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Okay. Kuna vitu viwili tutavifanya alafu tutamaliza. Tutaangalia namna ambavyo hii harufu au manukato yalivyokuwa yanatazamwa katika Agano la Kale. Alafu tutaangalia kile ambacho Yesu anakitaka tukifanye baada ya yeye kutufia msalabani. Manukato sio kitu kipya. Paulo anaposema kwamba sisi tumefanywa kuwa manukato ya Kristo, sio kitu kipya. Ni kitu ambacho kiliwahi kuwepo huko kabla Yesu akuwepo. Kwenye Agano la Kale, na tukumbuke kwamba Agano la Kale ni kivuli cha kile ambacho Yesu amekuja kukikamilisha. Kwenye Agano la Kale, manukato au uvumba walikuwa wanatumia makuhani. Na ukisoma kitabu cha Kutoka sura 30 mstari wa 34 mpaka 38, unaonyesha Mungu anamuagiza Musa atengeneze hiyo perfume, huo uvumba, hiyo harufu nzuri itokee. Na Mungu anampa masharti Musa, anamwambia hiki unachokitengeneza, huu uvumba unaoutengeneza kwa maelekezo ya Mungu, hautakiwi mtu mwingine yoyote autumie huko nje. Utatumika katika nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale, manukato au uvumba ulikuwa unatumika kama sadaka ya harufu nzuri kwa Mungu. Ilifanyika kuwa kama sadaka ya harufu nzuri kwa Mungu. Mungu anasikia vizuri. Imagine, ni kitu ambacho hakimake sense kwa namna nyingine. Sasa wewe Mungu, sasa wewe uvumba wa nini? Yaani unaweza kumuuliza Mungu, wewe uvumba wa nini? Unakusaidia nini yani labda? Yaani doesn't make sense. Lakini Mungu alikuwa anajaribu kutuonyesha kile ambacho anakitaka kitokee katika maisha yetu huko mbele. Kwa hiyo Musa alipewa maelekezo ya kufanya kitu, kutengeneza haya manukato, uvumba na manemane kama sadaka. Yaani hii ni sehemu ya sadaka mbele za Mungu. Na Mungu anafurahia ile harufu nzuri. Na ubani
Ukisoma hapo kutoka 30, 34 mpaka 38 utaona maelekezo ya Mungu. Very weird. Lakini Mungu alikuwa anajaribu tu kuonyesha kile ambacho anakitaka huku mbele. Kitu cha pili, walikuwa wanatumia uvumba au manemane au ubani, maana ndio walikuwa wanachoma kinatoa harufu nzuri wakati wa maombi. Ukipanda maana yake Mungu amepokea maombi. Na kule kwenye sadaka ukipanda maana yake Mungu amepokea sadaka. Kwa ilikuwa ni alama ya kuonyesha kwamba Mungu amesikia maombi yetu. Zaburi 141 mstari wa 2 inazungumza ya kwamba sala yangu ipae mbele zako, ije juu, iinuliwe kwa mikono yangu kama sadaka. Maana yake huku ule kuchoma ubani na uvumba na nini, ile harufu inapotokea ni kitendo kinachotumika kama sijui ndo kukolezea maombi au kumaliza hiyo tukio la kuomba, kwamba sasa tuna uhakika Mungu amepokea maombi yetu. Maana hiyo harufu inapanda juu, tunasema Mungu amepokea. Ikisambaa hamna kitu. Kitu kingine cha tatu, uvumba au ubani au haya manukato yalikuwa yanatumika patakatifu katika hema ya kukutania. Kutoka 30 mstari wa 7 hadi wa 8 Mungu anatoa maelekezo kwa Musa ya kwamba kuwe kuna utaratibu wa kuvukisha hii harufu nzuri katika hema ya kukutania. Ni kitu ambacho unaweza ukasema mbona haki make sense, lakini Mungu alikuwa anatuandaa kuelewa nini anakitaka mbele kwenye maisha yetu. Na cha mwisho, uvumba au ubani au harufu nzuri ilikuwa inachomwa, maana wao walikuwa wanachoma sasa siku ya upatanisho. Walawi 16 mstari wa 12 mpaka 13 tunaona hapa ya kwamba kuhani mkuu alikuwa anaingia kule patakatifu pa patakatifu, na tunajua alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka, na lengo la kupeleka dhambi zetu tupatanishwe na Mungu. Kabla hajaenda kupeleka dhambi zetu sisi, kutoa sadaka kufunika dhambi zetu, ilimlazimu, inaitwa funiko la uvumba, kwenye Biblia wanasema hivyo, upite kwa ajili yake yeye mwenyewe. Unafukizwa ule uvumba, maana kwenye ile hema kwenye patakatifu kulikuwa kuna kitu kinaitwa kiti cha rehema cha Mungu, mfano wa kiti cha rehema cha Mungu. Kwa hiyo unatakiwa upitishwe ule uvumba na ule ubani, hii harufu nzuri isambae pale kwenye kiti cha rehema, kabla huyu kuhani hajaenda kufanyeje, kuwaombea wenzake. Kwa hiyo Mungu akisikia, maana yake yani hapo Mungu alikuwa anamaanisha nikisikia hii harufu katika kiti cha rehema, haya ninaachilia msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya yote ambayo tumeyaona katika Agano la Kale ni kivuli cha kile Mungu anakitaka kwenye maisha yetu. Ni kivuli cha kile Mungu anakikusudia kwenye maisha yetu. Ni kivuli cha Mungu anachotarajia. Kitu cha kwanza tunachokiona hapa, God demand aroma. Mungu anaitaka hii harufu. Ndio maana alikuwa anatoa maamuzi, fanyeni 1 2 3. Manake mimi naitaka. Mimi ningekuwa nimepata muda kukaa na Mungu, ningemuuliza sasa wewe nini uvumba? Doesn't make sense. What for? Mungu anataka. Na kwetu sisi Mungu anataka tutoe hiyo harufu. Sio kitu cha kusema ninajisikia au sijisikii. Ni kitu ambacho God demand from us. Ninataka kusikia hiyo harufu nzuri. Sasa hivi hawachomi tena uvumba madhabahuni hemani. Ninataka kuisikia hiyo harufu. Ninataka kuisikia hiyo harufu kwenye maisha ya Nora. Ninataka kuisikia hiyo harufu kwenye maisha ya Judy. Ninataka kuisikia hiyo harufu kwenye maisha yangu na ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Unaweza ukajiuliza hasa hiyo harufu chanzo chake ni nini? Kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 2 imezungumza. Biblia hapa nimeandika ya Kiingereza inasema, walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrance offering and sacrifice to God. Tutembee, Waefeso sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2, tuenende kama watoto tunaopendwa na tukitambua ya kwamba Kristo ametupenda na ametoa maisha yake kwa ajili yetu ili sisi tufanyike kuwa manukato na sadaka mbele za Mungu. Kwa hiyo chanzo chetu cha kuwa harufu nzuri ni Yesu Kristo. Na ukumbuke kwamba Yesu ndio amegharamika kuhakikisha kwamba sisi tunasimama mbele za Mungu kama manukato na sio kama uvundo. Ili tuweze kuishi kama manukato, lazima dissolve, tuzame, tukae humo, tuingie ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo lazima, kama Yesu ndio chanzo, yeye ametufanya sisi tutazamwe kama harufu nzuri, tunawajibika kujifunza kuhusu Yesu ili tuishi kama Yesu, tuweze kutoa harufu kama aliyoitoa nani? Yesu. Kama kuna role model namba 1 kwenye maisha yetu tunapaswa kumjua, ni Yesu. Bad enough, wengi wetu tunaonaga maisha ya Yesu kama ni kitu kinasubiri Pasaka. Yaani umewahi kukaa chini ukasoma maisha ya Yesu kwa umakini? Kuanzia anazaliwa, nikimaanisha vitabu vya Injili, ukasoma kwa umakini, angalia namna aliishi, angalia namna alivyoenenda, angalia namna alivyofanya mambo yake, angalia namna alivyojibu watu, angalia namna alivyofanya hiki na hiki na hiki na hiki. Kuna siku nilimwambia mama, mtu alinifika hapa, yani nilikuwa na hasira. Nikamwambia ni neno la Mungu linakuja yani linakuja, muangalie Yesu. Aliposhutumiwa alifanyaje? Alienda kujidefend. Yani unajipanga leo atanikoma, nitawafanyia 1 2 3. Maisha ya Yesu yanakuambia Yesu alifanyaje? Kuna wakati alikaa kimya, kuna wakati alidisappear akaondoka zake. Hakujibu, nitawaonyesha sijui nini, mimi ndo mtoto wa Mungu, nitawafundisha, nawaambia mtanikoma. Hakufanya hivyo. Kwa hiyo kama tunataka kuishi maisha ya manukato, assignment number 1, go and learn Jesus. Seriously. Sio ili utupostie status, nijiwekee maisha yako, ninataka nimjue Yesu. Tunaimbaga take your Bible, jifunze kuhusu Yesu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usianze huko mbali Agano la Kale, anza Mathayo. Kabla hatujaenda huko kwenye mambo mazito ya Mtume Paulo, anza Mathayo. Yesu alivyozaliwa aliishije? Alivyokuwa kidogo alikuwaje? Unajifunza kwa ambaye ni chanzo cha hiyo harufu nzuri. Bwana atusaidie sana. Kwa sababu hii sio kitendo cha kulia hapa kwamba ndo tunatoa. Huku kwenye agano lingine baada ya Yesu ya kufa ni maisha jamani. Harufu nzuri ni maisha yako. Sasa kuna wakati unakwama, Yesu alifanya nini? Yesu aliishije? Lazima tujifunze. Kwa assignment tunaoondoka nayo hapa, twende tukajifunze kuhusu Yesu. Sio ili utupostie status. Go and learn for yourself. Who is Jesus? Ule wimbo tunaoimba nataka nimjue Yesu, uwe real. Nataka nikujue, jifunue nikuone, nikuelewe. Ninataka kukujua wewe Mungu upoje, wewe Yesu upoje, wewe Yesu upoje. Yani wamekupiga, wamekutukana, wamekufanyeje, na bado ukamwambia yule mtu pale msalabani, leo tutakuwa wote mpendwa. Una moyo wa aina gani wewe Yesu? Hata katika mambo ambayo uliweza kujidefend vibaya na kuonyesha uungu wako, una nini ndani yako? Mimi nataka nimjue huyu Yesu. Kama kuna maombi tunapaswa kuomba katika nyakati hizi, ni kumwambia Yesu, give me yourself. I want to be you. Nataka kuwa wewe. Sitaki drama kwenye maisha. Nataka kuwa wewe. Watu watamuona Nora anafanya 1 2 3. Nataka kuwa wewe. Nipe wewe. Kuna mwimbaji aliimba, give me
give me you, everything else must wait. Nipe wewe, kila kitu kitasubiri. Kwa hiyo tunapoimba nataka nimjue Yesu, turudi kwenye source. Who is Jesus? Go and learn who is Jesus. Mtafute ndani ya neno la Mungu, who is Jesus? Simple formula. Kabla hatujakimbilia mafunuo haya tunayoyapenda katika hizi nyakati, huna content, sikusikilizi. Nenda kajifunze Yesu ni nani katika maisha yake tu ya kawaida kabla hujaspiritualize. Alafu endelea na hatua zingine. Yeye ametutoa sisi kuwa sadaka ya manukato mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ametutoa sisi kuwa sadaka ya manukato mbele za Mungu. Kwenye kitabu cha Efeso tumesoma. Sadaka haijiamulii aina ya maisha. Tukitoa hapa sadaka mtakuja mnitafute Nora, zile hela mlipeleka wapi? Tunaweka. Kanisa ndio inajua hii itawekwa hapa, hii itawekwa hapa, si ndio? Na sisi Yesu alivyotutoa kwa Mungu kama sadaka, maisha yetu sio yetu tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo lazima tujifunze katika maisha ya Yesu namna alivyopenda, namna alivyokuwa mtii. Biblia inasema hata mauti ya msalaba. Na tukumbuke kwamba harufu yetu nzuri inatoka kwenye ushirika na Kristo Yesu. Nje ya union na Kristo Yesu hakuna harufu nzuri. The more we abide in him, the more his fragrance flow through us. Kwa kadri tunavyojiambatanisha na Kristo, ndiyo kwa kadri harufu nzuri inatoka kwenye maisha yetu. Kwa kadri tunavyojiweka mbali na Yesu, ndiyo kwa kadri tunavyoipunguza harufu nzuri iliyoko kwenye maisha yetu ambayo inapatikana kupitia Yesu Kristo. Our aroma is depending on the understanding of who Christ is and the union we have with him. Harufu yetu inategemea uelewa tulionao kuhusu Yesu na mahusiano yetu tulionaye na yeye. Kama humjui Yesu, kama humuelewi Yesu, kama huelewi alichokifanya Yesu, and you are a Christian, you are in danger. Kuna kujua, kuwa na uelewa kuhusu Yesu na kuhusiana naye. Wengi tunakimbia kusema mimi ninahusiana na Yesu, hatutaki kumjua. Kwa sababu ni kitu endelevu. Kama hatumjui, hamna kitu tutafanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie. The more we abide in him, the more his fragrance flow through us. Kwa kadri unavyomsogelea Mungu, kwa kadri unavyomsogelea Yesu, kwa kadri unavyomjua Yesu kupitia neno, unavyohusiana naye kwenye maombi, ndio unakufunuka, unauona utupu wako, unajiona ulivyo kwamba hujakamilika, unaambia I need more, ninakuhitaji, nahitaji neema yako. Ndivyo anavyokukamilisha. Lakini tukiwa huku, tutaendelea kujiona we are perfect. Tutaendelea kutoa uvundo. Usiniambie kitu. Kuna watu wanakuambia ni shauri yote haya staki, humjui Yesu. Kwa kadri unavyokuwa naye, ndio anavyokumunyua ili utoe harufu nzuri. Kwa kadri unavyomsogelea ndio anavyokushape ili ukikaa huku utajiona tu you are right. Utajiona tu kila kitu wewe uko sawa. Kuna watu wana misimamo yao ambao ni nonsense kabisa. Mimi nikisha kuwa hivi sitaki. My dear, sit with Jesus. He will melt your ego. Utasimama hapo, lakini ukiwa mbali, nothing. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ni lazima tutumie muda na Yesu kwenye neno la Mungu, kwenye maombi. Jamani, tusome neno kibinafsi. Sio kwa ajili ya kwenda kuhubiri, sio kwa ajili ya kupostiana status. Siseme kwamba tusipostiane status. Sit with your Bible, learn Jesus. Mwambie Roho Mtakatifu, ninataka kujifunza kuhusu Yesu. Ili mimi watu wakiniona wamuone Yesu, alafu uone nini Mungu atafanya. Kwa solution, tumia muda na Yesu. Tumia muda na neno. Tumia muda kwenye magoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha pili, baada ya kujua sosi ambayo tunayo
ambao ni Yesu Kristo, tuliongea kule juu kitu cha pili, tuna jukumu la kuisambaza hii harufu nzuri ya manukato. Sasa hapa ndo kuna shida. Hapa ndo kuna shida. Sisi ni wabebaji wa hii harufu, na sisi ndio hiyo harufu. Tunapaswa kuitoa hiyo harufu kwa maisha tunayoishi, kwa namna tunavyoongea, kwa namna tunavyofanya. Yaache maisha yako ya mhubiri Yesu. Hali inakuwa ngumu makanisani kwenye mwili wa Kristo sasa hivi kwa sababu ni kusanyiko la watu ambao they are not true Christian. Ibada inakuwa ngumu. Tunaomba tuone matokeo. Niko feki, yuko feki, yuko feki. Watu feki waliojaza viburi wamejiweka mbele za Mungu, wanaombea nchi ya Tanzania. Watu ambao maisha yao yanatoa uvundo, mwizi ofisini, HR unapitisha sijui ni nini malipo ya uongo, wamesimama wanamlilia Mungu kwa masaa 2 ya kukutana hapa Beroya, alafu kuna masaa mengine 22 huko kwa hapa tunajitakasa chapchapwe. Baba, katika jina la Yesu tunajifika damu ya Yesu, tunaenda kuomba kwa Mungu, ingilia kati. Ukitoka hapa kesho unaenda ofisini, you go and sign the document. Tunaona namna ambavyo tunasababisha hata yale ambayo tunayatamia asifanyeje, yasitokee, because we are fake. Imagine mtu genuine, moyo wake uko genuine mbele za Mungu, anaongoza ibada ya Ruta. Tunatafutana hapa, tumekuwa tunashangaa tu watu wanafanya huko vitu, tunawafurahia. Sisi huku Ruta na mudu shemeji yangu namtolea mfano sana. Ruta kakaa hapa mpaka Kamasi. Kesho tunakukuta kule. Unawaambia mfanyakazi mwenzako, huyu ana kielele sana, nitamkomesha mwezi ujao. A sweet aroma. Unaona how hard tunazuia vitu kutokea? Mnaona namna maisha yetu ambayo yanazuia hadi maombi yetu tunayoomba? Unajiswitch kidogo kwamba hapa nitatoa perfume kidogo, ukitoka pale imeisha hiyo. Tusi, neno baya, iki, mambo mabaya, iki na kile na kile. Leo tuko hapa, tumwambie Yesu, mimi nataka kuwa wewe. Sitaki kujidefend mbele za watu wanione kwamba Nora ameokoka. Sitaki nijitambe kwa watu kwamba Nora ameokoka. Mimi nataka kuwa wewe. Ninataka kufanana na wewe. Ninataka kuwa harufu sirini na hadharani. Ninataka kuwa harufu nzuri kwenye umati wa watu na nikiwa mwenyewe. Ninataka kuwa harufu nzuri nikiwa kanisani kwenye jengo na nikiwa nje. Yesu nisaidie. Ili tukikusanyika, tukiulilia huu uamsho ambao Mungu ameukusudia kutokea Tanzania, Bwana atafanya. Yesu atafanya. Yesu atafanya, nawaambia. The day tukaamua kuwa genuine to God, kwamba sisi we are not fake intercessors, we are here God, tutengeneze. Tukisema tunaomba tunaitoa harufu nzuri, maana maisha yetu tayari ni harufu nzuri ya manukato. Sijui wewe kama unasikiaga uchungu tunapoona watu wanaishia Kenya. Mungu alinipa neema ya kuingia Nigeria. Niliingia kwenye ibada. Nilimwambia mama, nilikuwa na listi ya maombi na niliwapigia ndugu zangu, tumeni maombi. Yaani maana kuna ile blank check juu ya maombi, mwambie Bwana chochote. Yaani nilikuwa nina vitu vyangu vya kumwambia Bwana. But nilipokiona ninachokiona, niliishia tu kupeleka karatasi za wale niliowabebea kwamba nitawapeleka mbele za Bwana. Nikamwambia wewe wajua, hao unawajua. Repenting, praying for my country. Repenting, praying for the people of God. Kile ambacho tunakiona kwao kikaonekane kwenye nchi yetu. Watoto wetu wakashuhudie ule mwagiko wa nguvu za Mungu.
ule uzuri wa nguvu za Mungu, yale mafuriko ya nguvu za Mungu. We want to see it with our own eyes, sio kuhadithiwa. Nilisimama siku nikasema, kwani hawa wana nini na sisi tuna nini? Roho yule yule anayekaa ndani yao ndio anayekaa ndani yetu. Mungu yule yule aliyemtoa Yesu ndio Mungu yule yule ni Mungu wetu sisi. What's wrong with us? Tunakusanyika kwenye makusanyiko ya kusifu na kuabudu, hakuna anayegeuzwa hata kutubu. Tunakusanyika kwenye makusanyiko ya kusifu na kuabudu, watu wa mchungaji anaona huyu amalize kuimba nikahubiri. Fake life, because ni uvundo unatoka, hakuna ile chemchem la ndani, na tunajijua maisha yetu. Kama tunataka kuwa halisi katika Mungu na kuona Yoeli 2 ikiwa halisi kwenye mwili wa Kristo, lazima tulipe gharama jamani. Katika uchache wetu lazima tukubali kulipa gharama. Lazima tuseme hapana kwa vitu ambavyo vitaua zile harufu nzuri za maisha yetu, ili tumlilie Mungu, ili tukikusanyika kama mwili wa Kristo kwa pamoja tusitie mwili wa Kristo kilema. Wewe ni kucha unakona kona, unamfanya mguu ashindwe kutembea vizuri. Wewe ni sikio usikii, unasema huyu bwana ni shingo atageuka. Hasikii. Kuna sikio yeye anajifanya mjanja akiwa hapa, akirudi huko mtu mwingine. Wewe ni kope, unakula kona, unasema bwana mimi nitaimba, siwezi kuishi maisha matakatifu, siwezi kuishi maisha mazuri bwana, hapo tutaonana Jumapili. Unatia doa kwenye kazi ya Mungu, unatia doa kwenye mwili wa Kristo. Tunatia doa kwenye mwili wa Kristo, ili ni deni tunapoondoka hapa ukae ujue kwamba maisha yako yanatia doa mwili mzima wa Mungu. Akitutazama kama mwili wa Kristo anaona uozo kwa sababu yangu na ya kwako. Kuna watu wanapambana katika Mungu, tunawarudisha nyuma kwa sababu yangu na wewe. Naomba tusimame. Kama tunataka kanisa la Tanzania lifanyike kuwa harufu nzuri ya manukato, waangaike huko waseme tunamtaka Mungu wa hawa watu. Waseme kuna majibu kwenye kanisa. Kuna majibu kwenye kanisa. Kuna majibu kwenye kanisa la Mungu. Kuna majibu. Ahadi ya Mungu kukimbilia kwenye mlima wa Bwana iwe halisi. Mwili wa Kristo ndio umekuwa sehemu ya kuwavunja watu moyo, wa kuwaumiza, wa kuwajeruhi. Tusiwatupie lawama wachungaji wetu. Ni mimi na wewe tunachangia huo uharibifu kwa ajili ya maisha yetu. Wanahitajika watu wachache wa kumwambia Mungu, you know what? Kama Esther, if I perish, I perish. Sitakuwa miongoni mwao wanaochochea kuleta harufu mbaya. Imetosha kuanyoshia mkono. Umemwona Judy? Yule mzambi yule, tukiona kwa mitandaoni, huyo Freemason bwana wewe nani afanikiwe? Huyo muongo. Point yourself. Nimekaa kwenye mstari wa kuitoa hii harufu nzuri ya manukato. Nisijali babangu Doniki yeye. Mimi nikijiangalia nimekaa kwenye mstari, maisha yangu ni manukato au unachanganya harufu? Kama hapa tunaomba, Biblia inasema kwenye Revelation, Ufunuo, maombi ya watakatifu ni kama harufu yanatoka hivi. Sasa imagine tumekusanyika hapa, huyu fake, huyu right. Huyu ana uvundo, huyu ana perfume. Tuchukue tupulize harufu nzuri na mbaya, nini kinatokea? Nini kinatokea? Yaani ni bora ile harufu mbaya ibaki yenyewe, maana kitakachotokea hapo sio mchezo. Mtu akiharibu hali ya hewa alafu mchukue hiyo air fresh upulize, nini kitatokea? Bora uache
aliyeharibu ipoe yenyewe. Alafu uje upulizia fresh. Na ndio hivyo ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Huo ndio uhalisia wetu mbele za Mungu. Makusanyiko ya watu, yani sijui. Yani sijui Mungu anatuangaliaje, hata sijui. Yani huyu muongo, yani uko hapa unaimba huyu muongo, huyu mkweli. Huyu muongo sana, huyu kazidi kapitiliza. Toka hapo unawaharibia wenzako. Yani nadhani kama tungekuwa tunasikia sauti angesema nyinyi hebu ondokeni hapo. Mnanichosha. Mnafanya nishindwe kufocus na hao niwaangalie nyinyi. Hamna mnachokifanya. Hebu tudhamirie kutoka mioyoni mwetu. Mwambie Yesu, mimi nakutaka wewe. Nataka kuwa wewe. Ninataka kuwa wewe. Ninataka kuwa wewe. Nivunje. Niingize kwenye hicho kibobo cha mafuta. Nisijiweze tena kujizuia kwamba spray inapulizwa inagoma. Sitaki unipulize, inatoka tu maana iko nje ya uwezo wake wa kujizuia. Nisage, nichome, nikamue, nitoe hayo marhamu. Ninataka kuwa wewe. Kabla ya kuwa na nguvu zako, kabla ya kuwa mtumishi mkubwa, kabla ya kuwa nikiimba sijui hiki kitokee, tuko katika maeneo ambayo watu wanatamani kumtumikia Mungu. Praise team, join hapa juu. Mwambie Mungu hayo yote, I put it aside. I need you. I need you, God.